Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha tafakari ya siku. Ninakukaribisha katika tafakari yetu ya leo na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo Bwana ametupatia tafakari inayotoka katika kile kitabu cha Isaya, sura ile ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Hebu tuende pamoja tuweze kuona Bwana anasema nini nasi katika tafakari hii ya leo. Biblia inasema, nitaanza mstari wa pili. Na itakuwa siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njooni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake, maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Enyi wa nyumba ya Israeli, njooni twende katika nuru ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno mazuri yalikuwa yanasemwa kwa taifa la Israeli. Na sisi ndio taifa la Israeli la leo. Kwa sababu taifa la Israeli waliwakilisha kanisa. Na sisi ndio tulikuwa walengwa. Sasa leo Bwana anasema, huu ndio wakati wenyewe ambao wale waliambua siku za mwisho. Na huu ndio wakati wenyewe ambao Bwana anakwenda kuachilia neema yake ya pekee katika mlima wa nyumba ya Bwana. Na ataweka imara juu ya mlima. Yaani nyumba ya Bwana itawekwa imara juu ya mlima. Maanake ni kitu gani? Maanake ni nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni mtu, kanisa. Kanisa, mtu aliyeokoka ni nyumba, ni hekalu. Biblia inasema kwamba sisi ni hekalu za Mungu, ni hekalu ya Mungu. Je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu ya Mungu? Na anasema tukijiharibu tutaharibiwa. Sasa tuwe makini, kwa maanake ni kwamba Bwana katika siku za mwisho ametengeneza mazingira ya kuweka nyumba yake katika eneo husika, kwa maana mahali pake. Kazi hii ilianzwa wakati Kristo Yesu alipokuja. Yesu alikuja duniani si kuleta kitu chengine bali kuturudisha mtu mahali alikokuwa. Tukifahamu kabisa kwamba uharibifu ambao ulifanyika na Adamu na Hawa pale bustani ya Eden ulimsambaratisha, ukamtenganisha mtu na Mungu. Kwa hiyo Yesu amekuja kumrejesha mtu katika nafasi yake, ili nyumba hii iweze kukaa salama, iweze kukaa imara kwenye mlima. Maanake ni kwamba hakuna mtu anayeweza kuishi salama akiwa nje ya Kristo Yesu. Hakuna. Nasi tunainuliwa. Anasema nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Sikiliza nikueleze. Taifa la Israeli liliwekwa kuwa kielelezo kwa ulimwengu kipindi kile. Na kanisa limewekwa leo kuwa kielelezo kwa ulimwengu, kwa manake kwa watu wanaoishi duniani leo. Manake ni kwamba lazima kuwepo na tofauti kati ya kanisa la Kristo na watu mataifa wanaoishi duniani, ili kuweza kujulikana wana wa Mungu ni wakina nani na wale wasio ni wakina nani, ili waweze kuletwa na kurudishwa na kufanywa kuwa wana wa Mungu. Kazi hiyo ilifanyika wakati Musa alipoambiwa akawapeleke wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Kutoka kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Kutoka Misri mpaka kufika Kanaani kuna mataifa ambaye taifa la Israeli walipita kwayo. Na yote ilikuwa ni kwamba wanapopita katika mataifa yale wawasombe waende nao, wao wakiwa kielelezo. Lakini badala yake walipokuwa wanapita walikuwa wanajifunza kanuni zao. Na hata walipofika kule Kanaani nako ikawahi. Wengi walishindwa kufika kwa sababu ya kujifunza tabia za mataifa. Na leo sisi kanisa tuko ni kielelezo. Maisha yetu ndio safari ya taifa la Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Maisha yetu ndio yanazungumza kutoka kwetu kwenye dhambi na kuelekea kwetu kwenye utakatifu, ili kuweza kuingia kwenye utukufu na kuweza kuingia mbinguni. Sasa maisha yangu ya kila siku
kila itwapo leo, na maisha yako wewe ambaye umeokoka, kila itwapo leo ndiyo yanatakiwa yawavute watu. Sasa kama maisha yetu sisi tushavutwa na huko ulimwenguni, wanaoyafanya wenye dhambi sisi twaona ni sawa, kuna hatari ya kuingia kwenye mji mtakatifu. Kuna hatari ya kufika Kanaani. Tujifunze kwa mtini. Taifa la Israeli ndio mtini. Hawakufika, walishia jangwani. Maisha yetu, kipindi cha maisha yetu ni kipindi cha jangwani. Kwamba baada ya kuokolewa unawekwa mahali ambapo ndio mtegemee yeye, umtumaini wewe. Mafundisho yote ya kanisa yalipatikana pale jangwani. Walipopewa mana kwamba Bwana ndio mpaji wako. Walipopewa kware, Bwana ndiye chakula chako, mtumaini yeye. Utaishi kwa kumtumaini yeye. Ulimwengu ni jangwa. Yote unayoyaona ulimwenguni ni jangwa, ambaye ndio taifa la Israeli walikimbilia hilo jangwa. Wakasema tumechoka na mana, tutaki kupewa na wewe. Tunataka kujifunza kwa wale wanaofanya hivi na hivi. Tunataka tuyapate yale ya wale. Lakini sivyo. Leo angalia mahali ambapo kanisa limefika. Kanisa limefika mahali ambapo halitamaniki. Kanisa lilitakiwa liwe linafundisha ulimwengu kwamba Kristo Yesu alikuja kufanya nini. Sikiliza nikueleze. Wakati Bwana alisema na mimi habari ya huduma, miaka imepita karibu 30 na zaidi, sikuelewa. Mimi nilijua ni kuokoka na kuanza kazi ya Mungu. Kwa alivyokuwa anasema ameniita, rudisha kanisa langu kwenye nafasi yake, mimi nilijua ni kufungua kanisa na kufundisha, kuhubiri na kuendesha taratibu zote. Na nikafanya hivyo. Lakini kazi ilinikaba koo, ilininyonga. Nikasema ni mambo gani haya? Leo ninajua na ninafahamu na nimesikia, nimewasikia wengi wakisema, watumishi wa Mungu, kazi ni ngumu. Wachungaji wanasema kazi ni ngumu. Lakini nataka kusema na wewe unayesema kwamba kazi ya Mungu ni ngumu, kazi ya uchungaji ni ngumu. Paka mtu mwingine anasema mimi kwa kazi ya uchungaji hapana, sitaki. Mimi nilikuwa na binti mmoja akasema kabisa sitaki. Eti nini utumishi wa Mungu sitaki kabisa. Baba yake alikuwa ni mchungaji na alimuona babake alivyokuwa anateseka. Lakini siku moja Bwana alisema na mimi, ukitembea katika njia hizo utatumbukia kwenye shimo lile lile walilotumbukia wengine. Fanya nilichokutuma kufanya. Nini? Rudisha watu kwenye mlima wa Bwana. Nyumba ya Mungu irudi mlimani. Zaburi anasema, ni nani atakayeweza kupanda katika kilima kile kitakatifu? Hapo ndio kanisa linatakiwa likae. Waefeso anasema sura ile ya 2, na akafufuka, na alipofufuka akafufuka pamoja nasi, akatufufua na sisi, akatuketisha pamoja na yeye. Wapi? Penye utukufu wake. Penye utukufu wake. Zaburi anasema akaae pale mahali pasirini. Ni wapi? Kwenye mlima wake. Huo mlima ni nini? Mlima ni patakatifu pake. Ni mahali ambapo huwezi ingia kama una dhambi. Ila unaweza kusema umeokoka na ukawa na dhambi. Lakini kwenye mlima wa Mungu wanapanda watakatifu, wanaendea watakatifu. Na wokovu tulipewa, na ndio maana tukapewa Roho Mtakatifu atusaidie kufika hapo. Na sisi tumemwabandon, tumemkataa, tumeona hana kazi. Sikiliza nikueleze, bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufika katika safari yetu. Hatuwezi. Sasa hapa anasema haya ndio mambo anakwenda kuyafanya siku za mwisho. Anasema njooni twende juu mlimani kwa Bwana. I'm here. Napiga kelele asubuhi ya leo kwenye tafakari ya leo. Njooni twendeni kwenye mlima wa Bwana. Tengeneza njia zako. Hizo ndio kelele. Tengeneza mapito yako. Usiseme umeokoka. Mjue Bwana na ukae anakokaa. Pale mahali wa Efeso 2:5-6 anasema wewe ukae mahali penye utukufu wake. Pale mahali Isaya na Zaburi anasema mahali pale ambapo pasirini, akaae hapo. Akaae hapo. Akaae hapo ni nani? Ni huyu mtu anayekuja alipoambiwa twende juu ya mlimani, twende mlimani, naye akaja.
Kuja unakujaje? Kwa kuyaacha yale ambayo ni ya ulimwengu. Kuja unakujaje? Kwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kuja unakujaje? Kwa kutii sheria za Mungu ili uweze kuishi sawa sawa na yeye. Sikiliza nikueleze, nimejifunza sio mimi natakiwa kufanya, ni yeye anafanya. Mimi natakiwa kukubali. Hiyo kazi ni ya Roho Mtakatifu. We are struggling a lot. Tuna struggles too much. Release yourself. Jiachilie kwake. Yeye atafanya. Hiyo ndio kazi Roho Mtakatifu ameachwa kuifanya. Maana anasema hapa, twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Tunataka twende mlimani. Yule mwanamke Msamaria alipokuwa na Yesu pale kisimani, Yesu anamwambia habari za ibada katika roho na kweli. Anamwambia, "Halo, sisi tuna mlima wetu, mlima wa Yakobo. Pale ndio tunaenda kuabudu." Yes, huo ulikuwa ni mlima wa Israeli. Sisi mlima wetu ni katika roho. Biblia inasema katika Wagalatia sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 16, 17 mpaka 22 nazungumza mpaka 24. Basi enendeni kwa roho, tembeeni katika roho, ishini katika roho. Anasema basi enendeni katika roho, wala hamtazitimiza kamwe. Kamwe manake ukiingia ukatembea katika roho, ukipanda nyumbani kwa Mungu, kwa mlima ule, ukipanda nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, ukaingia patakatifu pake, utaishi na Bwana. Utauona wokovu wake. Utachota maji kwenye kisima cha wokovu, maana utakula kupitia wokovu. Wokovu ni package, imebeba vitu vingi ndani. Imebeba ustawi wako ndani, imebeba uzima wako ndani, imebeba uhai wako ndani, hata afya yako iko ndani ya package ya wokovu na mengineo mengi. Prosperity, mnakimbia huku na huku, mnaenda kudanganya, lete pesa, sijui utapata mafanikio. Injili ya mafanikio. I'm here to tell you, panda mlimani, kwenye mlima wa Yakobo, mahali Israeli walikuwa wanapanda kwenda kwa Bwana na wakamuona Bwana. Na leo patakatifu. Ingia rohoni. Paulo anasema enendeni katika roho. Ingia katika roho, uishi rohoni. Ninasema na wewe, hata nasikia sasa, nasikia uwepo wa Mungu ukiwa unazungumza ya kwamba yes, waingie rohoni. Waingie rohoni, watakutana na mimi. Mungu haishi mwilini. Ndio maana Adamu alipoharibu akarudi mwilini, alijikuta yu uchi. Hakuweza kumuona Mungu. Na ndio maana hatuwezi kumuona Mungu. Tuasikia habari zake. Ndio maana kila mtu anaweza kaja akakudanganya. Mwingine nikamuona kwenye YouTube, nikasema na watu wamekaa wanamsikiliza huyu. Wanaingiziwa roho chafu bila kujua. Wanafundishwa habari za kuzimu. Wanaelezewa habari za sawa, hizo tunafundisha kama vielelezo na mifano, lakini sio fundisho. Dogma yetu, our dogma is about Christ Jesus. Dogmatic language, dogmatic teachings is about Christ. And it's not about hell. It's not about Satan. Shetani anaingia tu akitolewa mfano, na sio kwamba ndio fundisho. Hatuwezi kufundisha habari za marine spirits tukaziweka kwamba ndio fundisho. Ni roho, zile ni roho. The moment you listen, the moment unasogelea, ndio unaingia kwenye ulimwengu huu. Na ndio maana hata watu waliokoka sasa wameenda mbali na Mungu. Rudini kwenye mlima wa Mungu. Sogeeni, ninawaita njooni. Njooni, mkae patakatifu pake, mkamuone Bwana. Anasema, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatokea sheria. Atatufundisha mapito yake, atatufundisha njia zake. Tutakwenda katika njia zake kwa sababu neno lake ndio litasema na sisi. Sio habari zingine, sio habari za kuzimu. Habari za kuzimu hazikupeleki mahali. Habari za Yesu Kristo zinakuingiza kwenye ulimwengu wake. Sasa stop hearing. Acha kusikiliza habari ambazo hazina mahali zitakupeleka, isipokuwa kupeleka kwenye ulimwengu wa rohoni wa kuzimu. Na kesho kutwa unaanza kuona maruerue. Kesho kutwa unaanza kuona maono, unasema ni Mungu amekuonyesha, kumbe si Mungu. Kesho kutwa unaanza kutembea kwenye ulimwengu wa rohoni wa shetani, ukifikiri uko kwenye ulimwengu wa rohoni wa Mungu, kumbe hauko huko. Jamani, tupande kwenye mlima wa Mungu, mlima wa Yakobo. Twendeni hapo, tukae rohoni, tukamsikilize Mungu anasema nini. Leo kanisa halitaki kusikiliza mafundisho, halitaki, linataka kusikiliza porojo. Get out of that place.
Get out of such preachings. Get out of such teachings. Toka huko, ondoka huko. Biblia inasema tokeni kati yao mkapate kumfanya Bwana awe Mungu wenu. Ukitoka kati yao, ukitoka katika hayo, Mungu atakuwa Mungu wako. Unasikiliza yote hayo, alafu unajikuta mkavu. Ukitoka hapo unaenda kulia, ukitoka hapo unaanza kuona shida zinakufuata. Suli watafuta wenyewe. Suli mtafuta mwenyewe huyo shetani. Ulipoingia kwenye ulimwengu wake, si amekupata? Na akikupata ana nini cha kufanya kwako zaidi ya kukutesa? Ndio maana watu wanaishi katika mateso huku wakiliitia jina la Bwana. Get out of that pit. Toka katika shimo hilo. Hilo ni shimo la uharibifu. Kwetu ni mlimani. Bwana atufundishe kwa neno lake Bwana katika Yerusalemu. Anasema naye atafanya hukumu katika mataifa mengi. Atafanya hukumu kwa wale wakuzungukao. Wewe sikiliza nikueleze. Biblia inasema vita ni vya Bwana, sio vyako. Yeye ndio mpiganaji wetu na anakwenda kutushindia. Ukitafuta kuishi maisha comfortable, kaa ndani ya Kristo. Mama mmoja akanipa ushuhuda wake jana, ni mwanafunzi wangu. Darasani akaniambia, sasa nalala. Wakati nilipokuwa nakutana naye ndio aingie chuoni. Alikuwa anaongea huko ana matishu analia. Anasema nalala miezi 3 nalala kanisani, na muomba Mungu, kazi nakufa, mimi nakufa, kila kitu cha kufa, ndoa lakini sasa I'm sleeping, I'm at peaceful life now. Nalala, kile kilio akipo tena. Nikienda kwenda kuomba najikuta naogelea kwenye dimbwi la kumimi na Bwana. Mwanzoni alikuwa anaomba akiwa nje, akiwa chini na sio juu mlimani. Sasa amepanda mlimani. Na wewe ninakualika, panda mlimani. Panda mlimani. Panda mlimani. Panda patakatifu pa Bwana ili ukamsikie Bwana anasema nini kwa ajili yako. Anasema ya kwamba atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine. Ndani ya kanisa moja, waumini wa Mungu mmoja, ugovi ni wenu nyinyi, mwanyang'anyana waume, mwagombana nyinyi, mwapigana nyinyi, mwachukiana nyinyi, mwarogana nyinyi. Mambo gani hayo? Get out of that pit. Get out. Tokeni huko mahali mnakaa katika shida. Acheni kusikiliza vitu ambavyo havimfai Mungu. Kaa ndani ya kanisa Mungu alilokupanda. Msikilize mchungaji wako. Acheni kurandaranda. Mnapotezwa. Shauri yenu. Anasema wala hawatajifunza vita tena kamwe. Hapo mlimani hapo hakuna ndugu na ndugu wanaopigana. Hakuna mchungaji na mchungaji wanaopigana. Hakuna askofu na askofu wanaopigana. Hakuna watumishi wanaoniana wivu. Eti wewe ni muumini unamwonea wivu mchungaji wako. Wewe ni muumini unamwonea wivu mama mchungaji wako. Niliona wengine katika nchi fulani, nilienda huko wakafunga na kuomba wasichana wa praise kwa sababu kuna wanamtamani yule mchungaji. Mmoja anamtamani atakaolewe naye. Wakajiunda kikundi wakafunga na kuomba yule mke wa mchungaji afe, na alikufa kweli akazikwa. Nilienda kwenye hiyo kaburi. What is all this? Hiyo ni nyumba ya Mungu. Hao ni watoto wa Mungu wakisimama kwenye praise. Haleluya! Ya wapi? Ya wapi hiyo haleluya? Get out of that pit. Anasema enyi nyumba ya Israeli, njooni twende katika nuru ya Bwana. Tafakari yetu ya leo na ikomee hapo. Twende nyumba kwa Bwana. Daudi akasema, nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Leo wewe mpaka upigiwe na mchungaji simu ndio uende kanisani. Mpaka uletewe basi ndio uende kanisani. Na kuita leo, get up mahali ulikolala. Inua nyayo zako, uende nyuani kwa Bwana. Panda mlimani katika roho, ukamwabudu Bwana katika roho na kweli. Ninakualika leo, ukae rohoni. Karibu twende pamoja. Na leo wacha niseme hili. Katika kukualika kwenda mlimani, ninapomalizia tafakari yangu, ninakualika tuna masomo ya online, wewe ambaye uko mbali, ambaye tunayafundisha kwa njia ya WhatsApp. Namna gani ya kumjua Mungu. Haya ni mafundisho ambayo yamebeba levels tofauti. Kuna levels ya certificate, utasoma miezi 8, na fieldwork utafanya kule mahali utakakofanya, ama if you want to join us physically unaweza kujoin us, lakini ni mwaka mmoja. Alafu una graduate certificate yako. Lakini pia tuna diploma, unakwenda kusoma tena kwa mwaka mzima ukiwa online, masomo ambayo yatakuinua
na yatakufikisha mahali pazuri katika utumishi wako na katika maisha yako ya wokovu. Na si lazima wewe ni mchungaji ndio unaweza kusoma. Wako watu wanasoma wanataka kumjua Bwana na maisha yao yamebadilika. Wako watendakazi, wewe ni mchungaji, walete watendakazi wako. Wako wachungaji wameleta watendakazi wao, wameona mabadiliko kanisani kwao. Wale watu wake wao wa praise, mashemasi, watendakazi ndani ya kanisa. Leo tuna stress na headache kwa ajili ya watendakazi, kwa sababu leo wanafanya hivi, kesho wanafanya hivi, leo wanaenda hivi, kesho wanafanya hivi, leo ni mzima, kesho ashaanguka. Hebu walete uje wakafundishwe. Online wanasoma, lakini pia tuna chuo ambacho ni cha tunasema ni mbashara, anaweza kaja akasoma. Tuna vipindi, nitatoa namba ya simu, utapata maelekezo. Tuna hatua mpaka kwenye degree, tunaenda. Kwa hiyo tunayo masomo ambayo yanaweza yakakufikisha mahali hapo mlimani ninapopasema leo. Wengi wamefika hapo mlimani kihuduma, kimaisha. Unataka kuishi maisha ya rohoni? Karibu kwenye chuo chetu cha Oak Mission Ministerial Theological College, ambayo inaelekea kuwa seminari ambayo inafundisha mafundisho, yani tunabeba ile dogma ya injili ya Yesu Kristo. Hiyo ndio wito ambaye nilipewa, ya kurudisha kanisa kwenye nafasi yake. Na kaniambia, Bwana, nitakuletea watumishi wangu, utawafundisha whatever the theology inayokuja katika mafundisho yatoka kwake. Anafundisha, anatufundisha, anatuelekeza na kutusimamisha na kutuimarisha. Nikukaribishe kwa namba za simu hizi, unaweza kupiga na ukapokea maelekezo. 0753351048 au 0716711867. Hiyo ni Tigo. Karibuni sana. Mungu awabariki.